بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. صدق الله العظيم. Wataku watakavyotupa motoni na watu wema watakavyokwenda katika nini? Katika pepo. Hasa hayo Mwenyezi Mungu ndiye anakusudia yamsaidie. Anaweza kuchagua, je, niwe katika wale kafari na anidi manna'i lilkhairi mu'tadin, au niwe katika hawa watu ambao wataambiwa udkhuluha bisalamin aminin. Allah anaendelea kuwajibu wale watu ambao bado wana wasiwasi kwamba wakifa wakaoza na mifupa ikawa imepukutika, mayuhil idhama wa hiya ramim. Hawa ambao bado wana maneno hayo, Mwenyezi Mungu anaendelea kuambia uwezo wake. Anasema wala kwa hakika khalaqna samawati wal ardh, kwa hakika tumeziumba mbingu. Khalaqna samawati wal ardh, tumeziumba hizo mbingu saba hizo na ardhi saba. Ardhi ni saba, mbingu ni saba na ardhi saba. Wama bainahuma, na vilivyo baina ya mbingu na ardhi. Sasa ukiangalia vilivyo na mbingu na ardhi, vilivyo baina ya mbingu na ardhi, mbingu saba tunaziona alivyozitundika bighairi amali harauna, na ardhi ambayo sisi ameifanya ardhi ja'ala lakumul arda firasha, ambayo tunatembea tunaiona hiyo ardhi. Mbingu tukiamza tunaiona juu, lakini na sisi sasa tuliomo baina ya mbingu na ardhi. Mna vitu vingapi baina ya mbingu na ardhi? Angalia vilivyoko juu ya ardhi yenyewe: mabahari, maziwa, mito, watu, wanyama, wadudu, samaki, vitu vingi, miti, vyote uviangalie namna vilivyoumbwa, namna zake tofauti. Kila kiumbe kina, kama tulivyosoma kwetu kule, kuna shuuba wa khabair, tumesoma katika Hujurati. Na hivi vitu navyo viko hivyo, wanyama na sampuli zao. Huyu tembo afanani na simba afanani na fisi afanani na mbuzi afanani, lakini wanyama, samaki, majina mbalimbali,
watu mlivyo. Sasa tujaangalia mengine vilivyoko huko angani. Sasa Mwenyezi Mungu anasema vitu vyote hivi vitatu, mbingu, Mwenyezi Mungu kila anapotaka kukuonesha uweza wake anakupeleka wapi? Uangalie mbingu, kaifa banainaha, namna tulivyoziumba, tulivyozijenga, bighairi amalin tarawna ma laha min furuji. Uziangalie katika Tabaraka kule amesema thumma rji'il basara karratayn. Usiangalie mara moja ukasema angalia kwa utufu. Kama utaona ufa wowote au utaona mahala zilipoungiwa kama tunavyoona siringibodi. Siringibodi si utaona zilipoungiwa. Je, mbingu unaweza kuona ilipoungiwa? Nani kuzukana? Anasema tizama mara mbili. Unaona kitu kama hicho kikubwa na vitu vilivyoko huko juu sisiporomoke hata siku moja. Mwenyezi Mungu anasema tumeviumba vyote hivyo vitatu, hivyo vitu vikubwa, fi sittati ayyam, katika siku 6. Maarufu, wala hatutaki kusema mili sijui nyakati wala vitu. Ni sittati ayyam, siku 6. Wa ma masana min lughub. Mwenyezi Mungu anasema hatukupatwa na uchovu wowote. Yani hakuna uchovu uliopatikana katika kuumba vitu katika hizo siku 6. Nazo Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Hizi ndizo siku maarufu zinazojulikana katika kuumba vitu. Sasa anajibu hii kwa sababu gani? Kwa sababu Wayahudi wale wanasema siku ya 7 Mwenyezi Mungu alipumzika, yani ni kama alichoka akaona apumzike. Ndio naona wao wanasema siku ya Jumamosi asabt hakuna kufanya kazi. Sasa Mwenyezi Mungu anajibu anasema hapana bwana, nini sisemu kama Mwenyezi Mungu alipumzika kwa kuchoka bwana. Mama sana niliohobi, hatakuwa na uchovu wote. Vitu vyote ni kuviambia tu kuwa vilikuwa vina na Mwenyezi Mungu kuumba kwa mbingu 6 wadalili siku 6. Wala si kwamba alishindwa Mwenyezi Mungu kusema kwamba kun fayakun. Bana sikura amesema inna ma amruhu idha arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bana alikuwa anaweka kila kitu katika pahala pake. Kuna elimu pale anayotufundisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukisoma aya hizi tuweze kuelewa kama Mwenyezi Mungu mwenye nguvu ameumba vitu vyake hatua kwa hatua. Wewe mtu sasa unapotaka kufanya mambo yako, kwa nini unataka yamalizike haraka haraka? Unataka haraka haraka. Kwa nini? Tukiondoa mbingu sasa tukiangalia kuumba mtu, mimba inapoingia, angetaka si mimba ingie inakuwa kuwa mtoto anakuwa mtoto, lakini nayo inakwenda hatua kwa mwanzo wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka 9. Mama amebeba kigo hilo la mtoto. Haya ni kutufundisha sisi kwamba na sisi tusije tukawa na haraka ya mambo. Ndio maana mtoto akizaliwa na miezi 4 watu wanamuona kwamba hajakamilika, si ndio? Mpaka 9.
Sasa na nini mkiwa mnafanya mambo yenu, yafanyeni hatua kwa hatua, msitake mambo ya haraka haraka. Ajalatan, nataka haraka. Mtu akijenga nyumba ikawa imefika mahala akasimama kama miezi 5 au 6, utaona watu wanaanza kumwandama. Imekwaje? Nyumba imemshinda. Sio imekuwa hivi. Yaani watu wanataka vitu vya haraka haraka. Kumbe ukisoma aya za Mwenyezi Mungu ukaona ni namna gani yeye Mwenyezi Mungu alivyotengeneza vitu vyake hatua kwa hatua, basi sasa wewe ambaye huna uwezo wowote unataka mambo yako yawe umeshaanza shule, umeshafika sijui kidato gani, umeshapata chuo kikuu, umemaliza unataka yaani ukimaliza upate na kazi, wewe nenda hatua kwa hatua. Ilikuwepo hatua ya kusoma, umehitimu, sasa utaingia huko na vitu vinakwenda hatua kwa hatua. Ndio Mwenyezi Mungu anatufundisha ni namna gani na sisi tutakuwa tukifanya mambo zetu. Kwa hiyo sio kama Mwenyezi Mungu alichoka, hapana bana, wa mama sana min luhubi. Sisi hatukufikiwa na uchovu wowote luhubi. Ndivyo alivyotaka mambo yake ayafanye kwa siku hii. Kwa hiyo Mtume akamrejelea Mwenyezi Mungu akamrejelea mtume wake. Hapa Mwenyezi Mungu anaposema mambo yalikuwa yamemwelemea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mara pengine pale tumesoma anamwambia fala'alla, huenda wewe Muhammad bakhi'u nafsi, utakuja wewe kuidhuru nafsi yako kwa sababu ya watu hawa, mwenendo wao wa kutoamini unayowaambia. Na kweli bwana, sasa wewe ni mtume. Kwa hiyo fasbir, sanampa dawa. Nini afanye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fasbir, basi uwe mvumilivu, kuvumilia. Kwa amesema isbir waswabi warabit, wata kusubiri, subira. Sisi ametuambiaje Mwenyezi Mungu? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Kwa hiyo Mtume anasema wavumilie hapa, vumilia matusi. Walimtukana, walimkadhibisha. Ile aya inatuambiaje? Wanamwambia ya ayyuhalladhi nuzila alayhi dhikru innaka la majnun. Wewe mtu kukwambia hivyo maneno hayo anaambiwa mtu ambaye ameshaambiwa kwamba wewe ni nabii wa Mwenyezi Mungu. Sasa jamaa zako wanakwambia ewe uliyeteremshia dhikri, yani wewe unasema umeteremshia Qur'an, innaka la majnun. Yani wanasema kwa kumthibitishia kwa hakika wewe ni mwenda wazimu. Sasa Mwenyezi Mungu anamliwaza na mambo ya fasbir, wewe yavumilia wanayekuvumilisha. Vumilia, wavumilie al-mukadhibin. Tena isbira wasubiri, wafanye wahajuruhum hajran jamila. Wewe jitenge nao, lakini kujitenga kulipokuwa mimi najua hawa
Sasa hayo zimefundishwa nayo, si ndio? Sasa na wale wafuasi wanaofanya kazi za mitume za da'wa, na nini ni unatakiwa kuwa na sifa ya uvumilivu. Lakini wakikukusa ukalialia, najua mimi wanatokana na kwa hivi, utakuwa mwevu wewe. Kama maneno haya ameambiwa Mtume Muhammad kwamba wewe tena fikiri haya hiyo mnaona ilivyo, ya ayyuhalladhi nuzila alayhi adh-dhikr innaka la majnun. Huyo mtu wa namna hiyo unataka akwambie nini? Yani mwenda wazimu anayesoma maneno ya Mwenyezi Mungu ndiye mwenda wazimu. Sasa wewe unaifanya kazi ya utume, wakikugusa kidogo mimi nitaacha, unaviacha tu, unamwachia naye. Unataka wakupe peremende? Hakuna peremende katika dawa. Sasa na sisi anataka kuambia, na nini watu mnaofanya kazi ya utume, watu watawatukana. Mtu unamkataa, unamwambia habari ya riba, mtu tajiri na mali zake na magari na nini, unamwambia bwana kuna riba huko. Kuna watu sasa hivi wapo tu wamekaa, ni kutoa mikopo tu, wanakuja wanakwambia wana fedha tu, anambia basi nitakupa laki, utaongeza 20,000, milioni moja utaongeza 100,000 au 2,000. Wako pale wanavuna hela. Sasa wewe uje usome mambo ya riba. Ndio maana nini mnakuwa maskini nini, kwa mahali nini. Unapambana na watu ambao wako katika mambo makubwa kama haya mnayosikia ya ushoga. Fikiria wale wanaoyasema wanapofanana. Wewe hapa unasimama kupinga ushoga, halafu wakupende. Unawasomea watu kuswali kwamba asiye swali kafiri, wakupende. Isipokuwa utakapowaambia kwamba asiye swali ni mcha Mungu, wanaudhu billahi. Watu wanakula pombe. Wewe haya mambo haya umeyasema leo, atukarudisha tena kwenye harusi zetu. Utakuwa unayasemea wewe kwenye chumba chako, ukae na mkeo unazungumza. Sasa ukitoka huko, mimi watu hakuna kupiga fasbir. Lazima ufanye nini? Subiri, sio kulialia. Hii kazi si ya kulialia hii. Sasa Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasbir ala ma yaquluna, yavumilie yale wanayo kuvurumishia wewe mwana wazimu, wewe ni mrongo, wewe ni nini. Mtume amepitia katika mambo mengi. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurubi. Wewe wakisema maneno yasikupe taabu, endelea kumtakasa Mola wako, kumsabbih Mola wako. Hapo wasabbih ni swala, mtukuze Mola wako bihamdi, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi, tukuze na kumhimidi Mola wako qabla tulu'i shamsi, qabla jua halijachomoza, wa qabla al-ghurubi, na kabla ya kutua au kuzama jua. Hizi sana ndizo zilizokuwepo mwanzoni. Hata Nabii Ibrahim wote walikuwa hilo swala, raka 2 asubuhi na raka 2 jioni. Usali
umsabihi Mola wako. Hapa ni sala, tasbih mara kwa mara katika Qur'ani inakuja kwa upande wa swala. Kwa hiyo swala alizokuwa amepewa mtume kabla ya Isra zilikuwa ni rak'ataini na rak'a mbili bila asr. Kwa hiyo alikuswali mwanzo kaswali kabla tuluu al-fajiri, ni swala ya al-fajiri, si ndio? Wa kabla al-ghurubi, na kabla jua litatua, ni swala ya asri, si ndio? Inakuwepo kuswali kabla jua litatua, kama sasa hivi kabla ghurubi. Sasa hapa ghurubi shamsi, jua linakwenda likitua, tunakuja vitu vingine, lakini kwa kuna swali rak'a mbili kabla tuluu al-fajiri na kabla al-ghurub swala ya asr. Mtume alidumu na hiyo muda huo mwaka mmoja, alafu ndio ikaanza sasa, zikaja kufutwa sasa. Kwanza tusome haya yenyewe, utaona swala zilizokuwa amepewa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akamwambiaje? Wa minal layli, na katika nyakati za usiku, fasabbihu, umsabbihe huyo Mola wako, yani faswali lahu, uswali kwa ajili ya Mola wako, wa adibara sujud, na uendelee kumsabihi Mola wako baada ya swala, baada ya swala. Huu ndio mfumo. Alikuwa na nyakati tatu: swala ya alfajiri, swala ya alasiri, halafu na usiku unapoingia sasa, wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Si aya inasema asa ayyab'athaka rabbuka maqama. Lakini wanazuoni wengine wamesema kwamba wa min al-layli fasabbihu, na usiku utakapoingia, na katika baadhi, yani wa min al-layli, na katika baadhi ya nyakati za usiku, fasabbihu, uswali kwa ajili ya wewe Mola wako. Sasa wanazuoni wanasema hapa hizi swala zinazozungumzwa hapa ni magharibi na Isha, lakini ilikuwa hiyo haikuja katika swinga hiyo. Magharibi na Isha na nini hazikuja hapa. Alikuwa akiambiwa wakati ule wasabihu usiku, uswali swala za usiku, alikuwa nazo, kwa sababu na aya yenyewe inasema aqimis salata duluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhura. Sasa hizo wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Kwa hiyo ina hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas itaeleza. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa nasahi, nenda ukasali. Ndio na sisi tukaambiwa wasta'inu bisabr, yani dawa ya kukusaidia wewe katika mambo yako ni subira. Inna Allaha ma'as sabirin. Sasa Mtume anaambiwa subiri, lakini aendelee na ibada, asikate tamaa, aendelee na ibada. Usali alfajiri kabla tuluu al-fajr, kabla tuluu shamsi, wa kabla al-ghurubi asri, kabla ya wa min al-layli, na usiku fatahajjad, usali tahajjud. Kuwepo akiswali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
wa adbara sujud, na baada ya swala. Sasa hapa unaweza kusema baada ya sijida, na swala sinamalizika wakati wa sijida. Baada ya sijida sindio unakaa asalamu alaykum, ukimaliza pale napo umsabihi, unajirani. Kuna maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasa tukio lililowatokelea watu. Sasa nyakati hizi za tasbih, tasbihi imekuja tasbihi kwa swala, nyakati kama hizo usiku swala alikuwa na mambo matatu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam: swala alfajiri, swala asri, na katika nyakati yani wa minal layli. Simini ile mnaijua ni tawhid, yani si usiku wote, katika nyakati katika baadhi ya nyakati za usiku. Sasa hapa unakuta kuna sala za tahajjud, fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqama. Wewe pamoja na kazi ya kufanya dawa haikuondoi katika kusali. Sala na kazi, sala na amal. Sasa hii adibara sujudi, baada ya swala ukae umsabihi. Na hili tuangalie hii hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء فقراء المهاجرين فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الجذور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم، تسبحون، حمدون، وتكبرون دبر كل صلاة 33. فقال: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Hii maneno haya yameletwa kuweza kuonesha kwamba baada ya kusali kuna tasbihati. Baada ya swala kuna tasbihati. Nini maana yake? Imethibiti katika hadithi hii imethibiti. Kwa hiyo kwamba kutoka kwa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, Abi Hurairah anasema mafakiri wa wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliwashtaki matajiri waliokuwa na mali. Wanawashtaki kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wamebaki naye pale. Sasa unajua watu wana uchu wa kupata thawabu. Sasa wakawashtaki, wakanungunika mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakasema: ee Mtume wa Mwenyezi Mungu, hawa matajiri, hawa wenye mali, hawa wamekomba thawabu zote. Sisi hatukubakiza thawabu hata moja. Tena na kupata daraja darajati ula, wamepata daraja za juu, wamekuna vyeo, wamepanda vyeo watu hawa. Tena wanaimi almuqimi. Waliwashtaki kweli.
yani vyote wamiliki neema zote za hawa. Kumbe hawa waliokuwa wameshtakiwa hawa wenye uwezo wakawa wanawaona wenzao wakimaliza kuswali wana maneno wanayoyasema ambayo wao walikuwa waja. Sasa hapo pana kauli. Sasa wakawauliza, mtume ametubia, wao wakadhani ni yao peke yao, lakini mtume akasema ila atakayefanya kama mnayoyafanya. Sasa na wale ahadul duthur hawakudharau, nao wakaanza baada ya swala, subhanallah 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 mara ngapi? Alhamdulillah alhamdulillah mara 33, Allah akbar Allah akbar Allah akbar mara 33, 90 na ngapi? 99. Sasa na wenyewe wakiwa kumaliza kuswali wanakaa nao wanaleta hizo nurani. Sasa hawa maskini fukara walidhani hiyo kazi ni yao wenyewe tu. Walipoona na wenzao nao wanasema hivyo, wakarejea kwa Mtume Muhammad. Faqalu, wakamwambia Mtume Muhammad, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Mungu, sami'a ikhwanuna ahlul duthur wa min amwali, wamesikia hao ndugu zetu ahlul amwali, matajiri. Kwa hiyo wakasikia nini? Bima fa'alna, tunayo yafanya. Fafa'alu mithlahu, na wao wakafanya kama mfano wetu. Sasa unaona wanarudi kwa mtume, sijui mtume. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema Mtume Muhammad kuambia kwamba dhalika fadlullah. Jamani, sasa tulipofikia ninyi endeleeni. Sasa hiyo ni katika fadhila za nani? Za Mwenyezi Mungu, yutihi man yasha, anampa anayemtaka. Sasa nao wameapa basi niendeleeni, nao acheni waendelee. Mechi ikawa draw mechi. Mafakiri wanasema haya na wenye uwezo wanasema haya. Kwa hiyo tusimalize kuswali tukawa tunaondoka bila kuleta miradi. Tusimalize kuswali tusilete miradi. Sasa Mwenyezi Mungu akaendelea kumwambia Mtume Muhammad, hizi nyurani zimekuja wanaita watu wamewashtaki kwamba ahlul amwali dhahabu, wamekomba wale watu mambo yote thawabu. Sasa Mwenyezi Mungu akamrudisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akasema wastami, we Muhammad, sikiliza. Fanya nini? Sikiliza. Yauma yunadi almunadi, siku ambayo muhitaji atakapoita. Kama unavyoona muadhini atakapoadhini, yani muhitaji siku ya kiyama. Siku hiyo yauma, Mwenyezi Mungu akisema yauma ni yauma kiyama, ya usimu yauma. Min makanin qarib, kutokea pahala pa karibu. Hata kuwa mbali, atakuwa karibu. Dhalika, siku hiyo
yaumul khuruj, si ndio? Ndio siku ya kutoka makaburini, watu ndio siku watafufuka. Wanaopinga kwamba tutafufukaje, kuna mnadi atanadi tumesoma kule mpulizaji wa nani yani yule au yauma yasmauna, si ndio? Yauma yasmauna sayha bilhaq, siku ambayo yauma yunadi munadi min makanin qaribi, kutoka pahali pa karibu mno. Yauma yasmauna, siku watakaosikia aswahata, ukelele, bil haqi, wa haqi kutokea. Dhalika, siku hiyo au wakati huo, yaumul khuruji, ndio wakati wa kutoka minal ajdath, si ndio? Wanufikha fi suri fa idahum minal ajdath ila rabbihim yansilun. Wala wasikuambie kwamba kutakuwepo muda sijui kuja kukusanya macho kuyatoa huku, sijui meno yalikwenda wapi, masikio yalikwenda wapi, miguu iko hapa. Vitu vyote hivyo vitakuwapo pindi aswaiha wa nafkha. Tumesoma atakapopuliza parapanda yasmauna aswaiha, siku atakaposikia aswaiha, ukelele, bil haqi, wa haqi. Hauna matatizo hayo bwana, takuja kwa haki, upo, kwa sababu malaika alishaumbwa na tarumbeta lake ameliweka mdomoni, anasubiria yauma, anaisubiria hiyo siku. Sasa atakapopuliza dhalika yaumul khuruj, hiyo ndiyo siku ya kutoka makaburini. Kwa hiyo wasikupe taabu. Na umesikia maneno haya kuja kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amemwambia kwamba ameanzaje kwa amemwambia wastami, ameanza kumwandaa yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikia wewe Muhammad, yauma yunadi almunadi min makanin qaribi, siku ambayo muhitaji atakapoita kutoka pahala pa karibu, yani makani karibu, hali kwamba yuko mbali sana huko, atakuwa karibu. Yauma, siku, yasmauna sayhata, watu hao watakaposikia ukelele, yani ukelele wa ile tarumbeta, bil haqi, nao ni wa haki, sio kwamba haya maneno unayoambiwa ni ya uongo, ni ya haki. Dhalika, siku hiyo yaumul khuruj, ndiyo siku ya kutoka katika makaburi. Watu kutoka makaburini bwana, hakuna muda wala sekundi, ni yule kupuliza tu ule ukelele. Faswa'iqa man fi samawati wa man fil ardh thumma nufikha fihi fa idahum qiyamun yanzurun. Wote watakuwa wameshatoka makaburini, wako juu. Kwa hiyo waeleze watu, Mwenyezi Mungu watu wa Makka walikuwa wagumu sana katika kuamini juu ya ufufuo. Vitu vingine walikuwa wanafika mahali wanasema haya basi, lakini kufufuliwa adhabitina wa kunna turaban wa idhaman,
inna lamabuthuna khalqan jadida. Paka Mwenyezi Mungu akwambia hapana, wewe wacha kuwa nini turaban wa idhama, kunu hijaratan au hadida. Acheni kuwa vumbi. Vumbi si kitu cha kawaida, na ninyi mmeumbwa kutoka katika vumbi. Geukeni muwe chuma. Geukeni muwe chuma au jiwe. La tubathunna wallahi mtakuja. Kwa hiyo majibu yote haya unaona napambana nayo kuthibitisha ufufuo. Mara walikuwa babu na baba zetu wa zamani na watakuja kufufuliwa. Haya maneno umeleta maneno gani wewe Muhammad? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anatuelezea juu ya kufufuliwa. Mwenyezi Mungu akaendelea kumwambia Mtume Muhammad na kumwambia kwamba inna nahnu nuhyi. Sasa anarudi kutufundisha sifa zake za Mwenyezi Mungu. Hakika sisi ni wenye kuhuisha, wanumitu, na tunafisha. Tunafisha hiki, tunauhuisha hiki. Hiki tunakipa uhai, hiki tunakiondoshea uhai. Si ndio maisha tunavyoishi? Leo hapa tumeswalia mtu, lakini kwa hospitalini kuna aliyezaliwa. Huku kwa kina mama duniani wanafanya nini? Wanazaa. Na huku watu wanazika. Hawa anawaua, hawa anawapa uhai. Hii ndio tabia ya Mwenyezi Mungu. Wewe usije ukaona watu watakwisha. Akiona wengine anawakamata watu kama 20 anaweka kwenye basi moja, wanakufa wote. Lakini huku kwenye makliniki akina mama wanazaa. Hiyo ni nani ya Mwenyezi Mungu. Aya nyingine amesema katika sifa zake tulidu laila fi nar wa tulidu nar wa tukhrijul hayya min al-mayyit wa tukhrijul mayyita min al-hayy. Ndio sifa ya nani? Bismillah. Sikupe tabu hawa. Kazi yetu sisi, kazi yangu mimi ni hiyo. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir. Na kwetu ndio parejeo, hakuna mahala pengine pa kurejea, wote watakuja kurejea kwetu. Sasa wanarejea lini? Mwenyezi Mungu anasema yauma. Mnaona anavyorejea hiyo yauma, hiyo siku. Ogopa siku, ndugu zangu. Siku hii inamfanya mtu anakuwa na cheo. Siku hiyo inamfanya mtu kuondolewa. Siku hiyo ikifika mtu yuko hai, siku hiyo ikiwa mtu anakuwa ni maiti. Yule aliyekuwa anasoma pale tulikuwa kwenye darasa ameisha kuisha. Siku ikifika unasikia mtu ameshakuwa mbungi. Usishangae. Ameshakuwa yaumu ile imeshamweka pale. Tuogope siku. Maadamu siku bado zinakwenda mbele. Aliyekuwa maskini unakuta ameshakuwa tajiri. Aliyekuwa tajiri amekuwa maskini. Siku yauma. Na Mwenyezi Mungu hapa unaona anacheza na nini? Na yauma. Sasa wanumitu wa ilaina al-masir. Mwenyezi Mungu anaendelea kumjenga imani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kutujenga sisi imani kwake Mwenyezi Mungu. Tuelewe kwamba marejeo ni kwa nani? Na kwa Mwenyezi Mungu. Ndiye maana pangine amewasifia wenye tabia ya kujua kwamba marejeo yetu ni kwa nani? Ni kwa Mwenyezi Mungu. Ile aliyokuambia
wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'ina alladhina yadhunnuna annahum mulaqu wa annahum ilayhi rajiun. Hao ndio wenye subira. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulimuona pale anamwambia fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub. Subira na swala, sta'inu bisabri was-salati. Na Mtume ndivyo anavyoambiwa hapa katika Makka, lakini Madina kule ameleta katika lugha yetu ya kawaida. Hizi lugha za Makka ngumu kweli kweli, yani neno moja moja, lakini katika sura za Madina wasta'inu bisabri was-salati, si ndio amesema hapa? Anamwambia fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub. Si ndio kuswali? Tashaqqaqul ardu anhum sira'a, tashaqqaqul ardu, Allah, ardhi itawapasukia. Si wako makaburini, ardhi itapasuka kama unavyoona inapasuka mmea kufanya nini? Wewe unadhani ukipanda kwa mfano ile mbegu ya maharage umeweka katika ardhi, ile mbegu inapasuliwa na nani? Inapasuka ardhi, mmea unafanya nini? Unatoka. Na hawa ndivyo itakuwa watakavyokuwa. Tashaqqaqu anhum, tashaqqaqu al-ardu anhum sira'an. Wakati ule ukelele utakapotoka, ule barakuja unapokuliwa, ardhi itapasuka vipande vipande, watu wanatoka min al-ajdadi, kama unavyoona mmea inavyoota kutoka hivi. Kuna mtu anayekwenda shambani pale kwenda kupasua ardhi mwili wake uweze kufua, mvua inanyesha kama ilivyonyesha leo, ardhi inapasuka, unakuta vyote viko, unapita pale unafurahi, niweka mbolea, nadhani wewe unaweka mbolea gani? Ulikwenda kupasua wale. Mwenyezi Mungu anauliza aantum ansha'atum aantum min afara'aytum ma tazra'un aantum tazra'unaha am nahnu zari'un. Wanakwenda pale kupasua. Mwenyezi Mungu anajieleza anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa wa anbatna fiha habban wa 'inaban wa qadban. Vitu vyote mara moja. Mwenyezi Mungu anatufananisha na mbegu tunazozipanda katika ardhi. Kwa hiyo ardhi, tashaqqaqu al-ardu anhum sira'an, ardhi itawapasukia sira'an. Dhalika, wakati huo, hashirun alayhi, kwa hiyo mkusanyo, hashir, dhalika hashir, huo ndio utakaokuwa mkusanyo wa kuwakusanya wote, alaina yasir, ambao ni wepesi sana. Kwa hiyo kama ni kuwakusanya, basi huko kwetu sisi, yani Mwenyezi Mungu anasema kuwakusanya watu hao itakuwa ni wepesi, kwa sababu wao watatoka makaburini mbio wakienda kule alikoita yule mtaji. Siraan
haraka mbio. Sasa watajikuta wote wameshakusanya pale. Anasema dhalika ashrun alaina yasir. Kwa hiyo kuwaleta wale waliokuwa sijui wapi kwa nchi za magharibi, wa kusini, wa kaskazini, kuwakusanya wakawa kitu kimoja pale mara moja, itakuwa ni wepesi kutokana na ukelele ule. Atakapoita mhitaji wote watakwenda kuwakabia kwa baba. Ndio wao ya Mungu ya Mungu. Watakuta wote wamesimama wakiangalia nini jingine litakalotokea. Kwa hiyo watu wasijokana na mawazo. Mwenyezi Mungu anaeleza habari za kiyama. Anaendelea kumjenga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kujenga sisi. Anasema nahnu a'lam. Sasa imeangalia Mwenyezi Mungu anasema nahnu a'lam. Angesema ana, lakini anasema nahnu a'lam. Asemi nahnu na'lam. Haya ndio maneno ya Qur'ani, ndio yaliyowashinda waandikaji. Mwenyezi Mungu anasema fa'atu bi surati min mithlihi, tumieni herufi za alifabeti mwandike kwa kitabu kinachofanana na aya ya sura moja. Fa'atu bi surati min mithlihi. Jana kwamba ina tafalu wa lan tafalu. Na kama sisi najua. Ukiandika kitabu cha namna hiyo watakusaisha. Hapana bwana, sisi tunajua. Qur'ani inasema nahnu a'lam. Ndio maana tumewashinda kuleta kitabu kama Qur'ani, maandiko yake. Ma bima yaquluna, mimi nayajua wanayoyasema, wewe usipate taabu. Wama anta, na haukuwa wewe Muhammadi, au haikuwa kazi yako wewe Muhammadi juu ya watu hawa, bijabari, kuwakarahisha, watenza nguvu, lasta alaihim bimusaitir, si ndio? Hapa Mwenyezi Mungu amemweka tuone Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumfunda aweze kuelewa vishindo vya dawa. Dawa ina vitu vyake. Wewe usije ukawa unaambia watu kwamba lazima watafanya hivi, haiwezekani. La tahdi man ahbabta. Wewe Muhammad huwezi kumfanya aongoke unayemtaka wewe. Walakin Allah yahdi alaika, wewe juu yako ni kufikisha maneno, balligh ma unzila ilayka. Sasa na watu wa dawa mnatakiwa kuwa hivyo, sio kuwa jabbar watenza nguvu. Lasta alayhi bimusaytir, wewe si mtu wa kuwatenza. Illa man tawalla wa kafara fayu'adhibuhu Allahu al-'adhab. Hawa ni watu wa Mungu, na Mungu anajua ni wakati gani wataongoka. Hawa waliowasomea aya hizi wakiwa Maka, hawa wengine ndio tunasema radiyallahu ta'ala anhu, ndio tunasema radiyallahu ta'ala anhu. Baada ya muda huo na misukosuko na nini, humu wengine wanasilimu na wakawa maswahaba wazuri na wakaupigania Uislamu. Sasa na wewe waambie watu kwa kawaida tu, lasta alayhim bimusaytir, usiwe jabbar wakata nyinyi watu wa motoni, nyinyi Waislamu gani, nyinyi mtakufa. Wewe bwana, hawa watakuwa watu wazuri hawa. Wewe wafikishie maneno ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anamwambia wama anta alayhim bijabbari,
Na hii vile vile inaleta mfano wa kuonesha kwamba haya ni maneno yasiyokuwa ya mtume mwenyewe. Kama yangekuwa ya mtume kama wanavyodhani wao, usingeweza kujiweka sentensi kama hii. Sasa anamwambia nani? Mtume angekuwa anamwambia nani? Kwa hiyo hii wama anta alaihim bijabbarin inaonesha kwamba kuna mtu mwingine anayemwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba wewe Muhammad sio jabari, si mtu wa kuwatenda nguvu hapa kuwakaraisha. Basi kuwakaraisha watu mayakhafu. Tuweke mstari hapo, mayakhafu. Aya hiyo ya mwisho, fadhakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'idi. Wewe watu usiwatenze nguvu. Sasa unasimama na fimbo kama watu walikuwa na muda, unakata makanzi yao, unapiga wanawake kwani hapana, lasta alayhi msay. Wewe sema balligh ma unzila ilayka ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka. Wewe fikisha. Usipoyafikisha basi wewe utakuwa si mfikishaji. Lakini kama unataka kuwa mfikishaji, fikisha yale yanayoteremshwa kwako. Sasa hapa anasema